Ni wakati mwingine tena ambao niko naendelea na yale mfululizo wa mahubiri ambao nilikuwa nikihubiri kuhusu Elia nabii. Tumeona ya kwamba katika kitabu hiko cha Malaki sura ya 4 mstari ule wa 5 pamoja na wa 6 inasema kuna Elia nabii atakuja kwa ajili ya kugeuza imani ya watoto kuelekea baba zao. Na tukapata ufunuo kwamba kumbe sisi watoto wa kizazi hiki za siku za mwisho, karne hii ya 2021, sisi ni watoto wa kizazi hiki, watoto wa mwisho ni watoto. Alafu mitume wale 12 wanafunzi wa Yesu, wale ndio baba zetu. Kwa hiyo kanisa litakengeuka hapa katikati. Unabii aliutoa Paulo kwenye Wathesalonike sura ile ya 2, Wathesalonike wa 2 sura ile ya 1 na kuendelea pale mstari wa 5, wa 4, wa 3, pale tunaona nabii Paulo anasema kwamba kanisa litakengeuka. Na tukaona kanisa lilikengeuka, yakaundwa madhehebu. Yalipoundwa madhehebu mbalimbali, ndio inatakiwa mtu akiwa na roho ya Elia aje kwa ajili ya kurudisha kanisa kwenye neno la kweli. Au kama vile nyuma nilivyohubiri kwamba kama vile ilivyo kwa Sodoma na Gomora, kama ilivyo kipindi cha Nuhu, kabla Mungu hajaleta gharika ilitakiwa atume Nuhu. Nuhu kazi yake ilikuwa ni kuwarudisha watu kwenye neno la Mungu la kweli, kuambia wachonge safina kwa sababu mvua inakuja. Bwana Yesu abariki sana. Na watu hawakumwamini Nuhu kwa sababu walikuwa wamemwacha Bwana na wamegeukia njia zao wenyewe. Hizo njia zao wenyewe ni zipi? Ni madhehebu na dini mbalimbali. Kwa hiyo Mungu hayuko kwenye madhehebu. Bwana Yesu abariki sana. Hata sura ya 8 mstari wa 25 kitabu cha Mithali inasema iko njia ionekanayo sawa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo watu wamejiundia dini zao ambazo zinaitwa madhehebu na dini zingine mbalimbali. Mungu hakuleta madhehebu yoyote, Mungu ameleta neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma baba yetu Adam alipoumbwa kwenye bustani ya Edeni, kama tunataka tujue dini ya kweli ni ipi, Bwana Yesu abariki sana, wote wanadamu wameanzisha dini zao. Kila dini inasema ya kwake ni ya ukweli. Kila dhehebu linadai dhehebu hilo ndio la ukweli. Lakini ili tujue kwamba dini ipi na dhehebu lipi ni la ukweli, inatakiwa turudi kwenye Edeni. Adam alipoumbwa alipewa dhehebu lipi au alipewa dini ipi? Ukirudi Edeni pale, ukisoma kwenye sura ya 2 kitabu cha Mwanzo na mstari wa 15 na 16 pale, utaona Mungu anasema kwamba Adam, kila mti waweza kula, lakini mti wa katikati wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo baba yetu Adam alipewa maagizo au alipewa neno kwamba Adam ilibidi aishi kwa kutii neno la Mungu. Alipoishi kinyume na neno la Mungu, mauti ikaingia. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukuta ambao alimzungushia Mungu Adam kwenye bustani ya Edeni, kwamba Adam asitoke kwenye huo ukuta wala asiruke huo ukuta ni neno la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Lakini Hawa alipokuja akadanganywa na nyoka, akaruka huo ukuta, akatoka nje ya neno, ndio mauti ikaja. Kwa hiyo Adam hakupewa dhehebu fulani wala hakupewa dini fulani, ila alipewa neno la Mungu. Na alipoishi kulingana na neno la Mungu alikuwa salama. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ndio salama. Mwanadamu yoyote atakayetii neno la Mungu, huyo maisha yake atakuwa salama salimini. Sasa hili neno la Mungu watu wamelipotosha. Kanisa limekengeuka, yameundwa madhehebu. Kila mtu ameweka neno pembeni, ameng'ang'ana na dhehebu lake na kudai kwamba dhehebu lake ndio la ukweli. Hata tumepata kanisa fulani linasema na sadiki kanisa. Yaani kanisa fulani lenyewe linasadiki kanisa takatifu. Yaani kanisa linaitwa takatifu. Haleluya. Sasa mimi nataka kuambia kanisa sio takatifu kulingana na neno la Mungu. Mtakatifu ni Mungu na Mungu ni neno. Neno la Mungu ndio takatifu. Ili kanisa liwe takatifu, inatakiwa hilo kanisa liamini neno la Mungu na liishi kulingana na neno la Mungu. Sasa ukisema kanisa takatifu, tayari umesema tofauti na neno. Neno linasema ndio takatifu, wewe umesema kanisa ndio takatifu. Na tunajua neno ndio kiongozi wa kanisa. Kanisa la kweli ni lile linaloamini neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hayo yalikuwa ni utangulizi tu. Hayo ni utangulizi tu, lakini nataka niende kumuonyesha huyu nabii Elia. Ukisoma pale kwenye Ufunuo sura ya 10 tulisoma, tukaona kwamba kuna malaika alishuka kutoka mbinguni, na huyu malaika alikuwa amevikwa upinde wa mvua, amevikwa wingu, na alikanyaga bahari na mguu mwingine alikanyaga nchi kavu, akanguruma. Aliponguruma, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Zilipotoa sauti zao, Yohana akataka kuandika maneno yaliyonenwa na hizo ngurumo 7. Alipotaka kuandika Yohana, akaambiwa usiandike Yohana. Tia muhuri hayo maneno yaliyonenwa na hizo ngurumo 7.
mpaka mstari wa 7 ndio unasema isipokuwa siku za sauti wa malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakuwa imetimizwa. Yohana akaambiwa hivyo. Yohana akatia muhuri yale maneno, bado ikawa siri. Tukawa hatujui ni maneno ya namna gani yaliyonenwa hapo, lakini tuliambiwa malaika wa 7 atakapokuja akipiga baragumu, siri ya Mungu itatimizwa. Na tukaangalia kupiga baragumu maana yake ni nini. Tulisoma kitabu cha Isaya sura ya 58, tukaona neno linasema piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Tukaona kulingana na maandiko, na huyu Malaki sura ya 4, na huyu malaika wa 7 wa Ufunuo 10 mstari wa 7 ametufunulia, amekuja naenda kuambia siku ya leo, amekuja ametufunulia kwamba maandiko anaposema kupiga baragumu maana yake ni kuhubiri. Bwana Yesu abariki sana. Ni mafumbo lakini yamefunuliwa na mimi leo na kufunulia ndugu yangu. Kupiga baragumu, kupiga tarumbeta, Bwana Yesu abariki sana, au kupiga mbiu, maana yake kimaandiko ni kuhubiri. Kwa hiyo mimi unaniona niko hapa na hubiri, mimi napiga tarumbeta, mimi napiga baragumu. Kulingana na Isaya 58 mstari wa 1, soma hapo utapata, inasema kupiga tarumbeta, kupiga baragumu, kupiga parapanda ni kuhubiri. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Na kama unakuwa umehubiri neno la Mungu ndio unapiga tarumbeta, watu watakaoisikia hiyo sauti watafufuka. Maandiko yanasema watu wote waliomwamini Yesu Kristo wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo hao watu hawafi milele. Kwa maana Yesu kimwamini anakupa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndio uzima wa milele. Kwa hiyo hapa napiga tarumbeta, hapa napiga baragumu. Ukiamini maneno nayohubiri unapata uzima wa milele. Kwako umevuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Hiyo ni siri nyingine inayofunuliwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi baada ya hayo tumeshajua kupiga tarumbeta ni nini? Ni kuhubiri. Maana yake malaika wa 7 atapokuwa tayari kuhubiri, hapo siri ya Mungu itakuwa imetimizwa. Bwana Yesu abariki sana. Na kufunulia hiyo siri sasa. Usingoje malaika anakuja anapuliza tarumbeta huko juu na mabawa kama unavyoona kwenye picha, ule ni uongo. Kutatokea na malaika fulani atakuwa anahubiri. Sasa huyu malaika anayehubiri ni nani? Malaika anaweza kuhubiria watu kwa sababu watu ndio wana makosa. Malaika ni watakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Ndio tukasoma kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 2. Waebrania 13 mstari wa 2 unasema hivi: msichoke kuwafadhili wageni, kwa maana kwa jinsi hii kuna wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hiyo hao wageni ni watu wa kawaida, wanakuja wanakuletea neno la Mungu. Kwa hiyo malaika ni mjumbe, na mtu yeyote ambaye anakuja kuletea neno la Mungu kulingana na maandiko, huyo ni malaika. Yaani mimi hapa niko nahubiri neno la Mungu, wewe unayengoja malaika aje aweze kupuliza tarumbeta wafu wafufuke. Haya mahubiri nayohubiri mahali hapa siku ya leo, mimi ndio napuliza tarumbeta. Ukisikia mahubiri haya unapata uzima wa milele. Ukisikia mahubiri haya unavuka kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, kulingana na Waebrania 13 sura mstari wa 2, tunapata kujua kwamba kumbe kutatokea mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Huyo mtu akiwa na ujumbe, na ujumbe wake ni kuifunua Biblia, kuwatoa watu kwenye madhehebu mbalimbali na mafundisho ya kidhehebu, kuwaleta kwenye neno la Mungu la asili. Haleluya. Huyo mtu ajisio ni malaika, na anacheza nafasi kama ya Nuhu. Kabla Yesu hajaja mara ya pili, inatakiwa Nuhu aje, inatakiwa Elia nabii aje, inatakiwa malaika wa 7 aje. Bwana Yesu abariki sana. Na huyu kazi yake ni kulifunua neno kutoka kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 17 mstari wa 30. Anakuja kuwafunulia watu neno la kweli, kwa maana wamejichafua na mafundisho ya kidhehebu. Hasa huyu mtu tayari yupo. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hao malaika 7 ningeenda kusoma kwenye sura hili ya 5 kitabu cha Ufunuo mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema hivi. Sura ya 5 mstari wa 6 Ufunuo wa Yohana. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
Kwa hiyo huyu mwanakondoo ni Yesu Kristo, ana macho saba, ana pembe saba, ambayo hayo macho saba na hizo pembe saba ni roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu ambaye uko unahubiri neno la Mungu, kama hujajua kuna roho saba zimetumwa duniani kote, acha kuhubiri, utahubiri uongo. Wewe unayedai una Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ili uweze kumjua inatakiwa ujue roho saba ni nini. Na siku ya leo nakwenda kukufunulia roho saba ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kabla sijaendelea nikusimulie, nilikutana na Wakristo fulani walikuwa wanahubiri neno la Mungu. Walikuwa wako na watu wenye dini tofauti. Na katika kuhubiri neno la Mungu walikuwa wanafanya muhadhara. Wanashindana na watu wa dini tofauti. Na walipokuwa wanafanya hivyo, wale wa dini tofauti wakawauliza, hao Wakristo walikuwa wanajidai, wanasema sisi Wakristo tuna elimu ya roho, ninyi wenzetu hamjajaliwa kujua elimu ya roho. Sasa hao wa dini tofauti wakawakubalia Wakristo, wakasema kweli sisi hatujajaliwa, hatuna elimu ya roho. Ila wakauliza hao Wakristo, nyinyi Wakristo mnayosema nyinyi Wakristo, mtufundishe sisi hiyo roho mnayosema mmejaliwa. Hivi Roho Mtakatifu huyo mnamsema wako wangapi? Hawa ndugu zangu Wakristo wakafurahi, wakasema swali jepesi sana hilo. Wakacheka na kucheka. Yaani watuuliza sisi swali rahisi kama hilo. Wakasema Roho Mtakatifu ni mmoja tu. Na ndugu zetu hao wa imani tofauti wakacheka na wenyewe wakafurahi sana. Wakasema Roho Mtakatifu ni mmoja. Basi wakasema tufungue tuwasikie nyewe wenye elimu ya roho. Wakafungua Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6. Wakasoma kuna pembe saba, kuna macho saba ambazo ni roho za Mungu zilizotumwa duniani kote. Wakawauliza ndugu zangu wa Kristo, nyinyi mnasema Mungu ana roho moja na Roho Mtakatifu ni mmoja. Mbona hapa Biblia yenu inasema roho saba? Bwana Yesu abariki sana. Wakasema roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote, mtueleze sisi ndugu zetu, hatujui roho saba ni nini, hatuna elimu ya roho. Sasa lakini tunaona mmesema tofauti, mmesema roho mmoja, lakini kitabu chenu Biblia kinasema kuna roho saba. Bwana Yesu abariki sana. Ndugu zangu wa Kristo, kwa sababu elimu ya roho na wenyewe hawana, lakini walijidai wana elimu ya roho, wakachanganyikiwa, wakawa hawaelewi kitabu chao kina wazubaisha. Sababu wamesema Roho Mtakatifu ni mmoja, lakini wanatwanga swali kwamba kuna roho saba na imesomwa kwenye Biblia. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nimesema haya ndugu yangu ili ujue kwamba kama we ni Mkristo, haupaswi kuhubiri neno la Mungu kama hujajua roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote. Na mimi siku ya leo nakwenda kujulisha hizo roho saba zilizotumwa duniani kote. Na hizo roho saba zilizotumwa duniani kote ndio hizi kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 1. Niongezee kwanza kabla sijasema ni kitu gani. Kwenye Ufunuo sura ya 1 hapa mstari ule wa 20. Mstari wa 20 sura ya 1 Ufunuo Yohana inasema hivi: siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Kwa hiyo hapa sasa inaongezea, nasema Yohana aliona nyota saba. Haleluya. Aliona Yesu, alafu Yesu akaona amekaa katikati ya nyota saba. Sasa hizi nyota saba Biblia inasema ni malaika wa makanisa saba. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mimi leo nakwambia kwamba hawa malaika saba hawa ndio hizi roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kama vile mnaona wanadamu wanasema kwenye picha, tunaangalia hata video, kuna watu wanaitwa mastaa wa picha. Bwana Yesu abariki sana. Kama hapa tukisema habari za mbinguni, habari za sisi wa Kristo za mbinguni, kuna staa mmoja anaitwa Bwana Yesu Kristo. Yeye ndiye anajua mambo ya kimbinguni. Ukitaka kujua mambo ya kimbinguni na habari za mbinguni, nenda kwa staa mmoja anaitwa Bwana Yesu Kristo. Na ule wimbo anaimbaga, nimpeleleze nani habari za mbinguni, nimpeleleze nani habari za mbinguni, ni Yesu ndiye wa kumpeleleza, ni Yesu ndiye wa kumpeleleza. Kwa hiyo wale ni waigaji tu, wale mastaa. Unakuta yule star anakufa, analipuliwa na bomu, alafu baadaye anainuka, anatembea, anakuwa mzima. Mimi niliangalia zile picha nikajifunza kitu. Nikaona hawa ni waigaji tu, lakini kuna star halisi anaitwa Bwana Yesu Kristo. Yeye alikufa akakaa kabrini siku 3, siku ya 3 akaibuka tena.
Kwa hiyo Yesu hata ukimuua anafufuka. Anatuambia na watu ambao wanamwamini wenyewe hata wakifa wataendelea kuishi, watafufuka. Haleluya! Kwa hiyo watu wanaomwamini Yesu hawafi. Nimesimulia hii kuonyesha maana ya ustaa. Staa ni mtu fulani maarufu. Hasa Mungu ana mastaa 7 aliyowatuma duniani kote. Hao mastaa 7 ni nyota 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Hizo nyota 7 ni nini sasa? Kwa sababu ni roho 7, ni macho 7 ya Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu ana macho 7. Haleluya! Kulingana na Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 nasema hizo roho 7 ndio macho 7 ya Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Hasa tunaenda kuangalia hizi roho 7 ni kitu gani. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kabla sijaenda kusema hizo roho 7 ni kitu gani, ningependa nisimulie kwamba Mungu tunayemwabudu sisi yeye ni roho. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, wakati Yesu anaongea na mwanamke Msamaria, Yesu alimwambia yule mwanamke Mungu ni roho. Na sasa imefika ambapo Mungu watu watamwabudu katika roho na kweli. Hawatamwabudu katika mlima huu na katika mlima huu, lakini watamwabudu katika roho na kweli. We ndugu yangu unayesema kanisani ni patakatifu au kwenye nyumba fulani ya ibada ni takatifu. Hasa kwa maneno haya sasa unaambiwa kwamba nyumbani kanisani sio patakatifu, wala kwenye nyumba fulani au hekalu fulani la ibada au sinagogi fulani sio patakatifu. Takatifu ni Roho Mtakatifu na anaishi ndani ya mtu. Hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ndio maandiko anasema hivyo kwenye Wakorinto wa pili na sura ile ya 6. Soma utakuta unaambiwa kwamba wewe mwanadamu ndio hekalu la Mungu na Roho wa Mungu akiwa ndani yako wewe ndio unakuwa mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini nimesimulia hivyo? Nimesimulia hiyo kuonyesha kwamba Mungu tunamwabudu yeye ni Roho Mtakatifu. Yeye ni roho. Na akitaka kufanya jambo hawezi kufanya akiwa roho. Anamtafuta mtu fulani anaingia ndani yake. Haleluya. Ninyi ambao mnasema Mungu sio mwanadamu, kweli mnavyosema kwa namna nyingine mnasema sawa, lakini usawa wenyewe nataka nikufunulia siku ya leo. Kama vile ambavyo shetani sio mwanadamu, lakini shetani ni roho. Na shetani akitaka kufanya jambo lolote, anamtafuta mtu anampagaa. Yule mtu anaanza kupigana. Nisikia watu wanapigana, halafu wakati wanapigana, anasimulia wenzake, anasema akanipandishia na mimi nikampandishia. Tukaanza kupigana. Yaani kupandisha huko ni kule kupagawa. Naona watu wanapandisha mapepo. Watu wanapandisha mapepo ya kupigana ngumi. Watu wanapandisha mapepo ya vita. Wengine wanapandisha mori, wanaita mori ndugu zangu fulani. Bwana Yesu abariki sana. Hakisha pagawa hivyo umwambii kitu. Pale anakuwa kaisha pagawa. Pale shetani kamuingia. Anakuwa sio yeye lakini ni shetani yuko ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo shetani ni roho. Akitaka kufanya jambo hawezi kufanya akiwa roho, anamtafuta mtu anaingia ndani ya huyu mtu na huyu mtu ndio anaanza kufanya mambo fulani. Haleluya. Haleluya. Sasa Yesu alituambia ili tumjue kama ni shetani au sio shetani, tunaangalia matendo yake anayofanya. Tukiona matendo ya kishetani, tunajua huyu sasa sio mwanadamu, ni shetani amevaa mwili. Hasa ndugu zangu hayo mnayajua. Kiambiwa shetani mtu akipagawa mnakubali. Hata Petro wakati anamkana Yesu anasema sitakukana. Yesu akasema rudi nyuma shetani, uyawaze yaliyo ya Mungu na waza yaliyo ya wanadamu. Yale mawazo ya shetani ya Petro yalikuwa ni mawazo ya kishetani. Yesu akajua huyu sasa sio Petro, ni shetani kaingia. Wanadamu mnajua. Bwana Yesu abariki sana. Hasa mnajua shetani akimwingia mwanadamu, lakini Mungu akimwingia mwanadamu hamjui. Haleluya. Leo chukua hiyo siri. Mungu akifanya jambo, akitaka kufanya jambo, kwa maana ni roho, anamtafuta mwanadamu fulani anaingia. Hasa kwa upande wa isi wa Kristo, kuingia Mungu ndani yetu hatuiti kupagawa, tunaita kujaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akikaa ndani yako kwa umbo la Roho Mtakatifu, pale sasa haui wewe, haui mwanadamu, anakuwa ni Mungu akifanya mambo. Watu wasiojua wanaona mwanadamu, lakini kwa sisi wa Kristo tunaona ni Mungu. Haleluya. Kwa hiyo sasa Mungu ni roho, akitaka kufanya mambo anatafuta mtu na huyo mtu anaanza kuhubiri, anaanza kutoa mapepo. Ndio maana hata kitabu hiki tunaita Biblia. Hii Biblia hii tunasema ni neno la Mungu, lakini kuna wanadamu waliandika haya maneno. Kuna wanadamu walipagawa Mungu. Kuna wanadamu walijaa Mungu, wakaanza kusema maneno. Wanadamu kama sisi ambaye tunatambua roho, tukajua hawa kama vile roho wa Elia alivyokuwa ndani ya Elisha.
tukajua hawa Roho wa Kristo anaishi ndani yao, Roho wa Mungu anaishi ndani yao. Haleluya! Kwa nini nimesema hivyo? Nataka kukufungua ndugu yangu uliyefungwa ambaye umjui Mungu. Mungu anaishi ndani ya wanadamu. Kwa hiyo aliposema kuna nyota 7 za Mungu, kuna roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote, pale anamaanisha kwamba kuna watu 7 waliojawa na Roho Mtakatifu. Hao watu wanaleta neno kwa watu. Haleluya! Hao watu ndio malaika 7. Haleluya! Sasa nataka nimalize ili unielewe vizuri. Nataka nikuelezee kwamba maandiko yote tunayosoma kwenye Biblia humu, walioandika ni watu Wayahudi au Waisraeli peke yao. Manabii wakina Daudi, wakina Sulemani, wakina Isaya, wote wakina nani mwenyewe huyo Yakobo, hadi kufika wakina Petro, wakina Yohana, wakina Filipo, wote hao ni Wayahudi. Hadi Yesu mwenyewe alikuja kwa taifa la Kiyahudi. Habari zote tunazosoma humu tunazitoa kwa Wayahudi. Bwana Yesu abariki sana. Lakini mtu wa kwanza kuleta injili duniani kote kwa mataifa mengine ni Paulo. Haleluya! Paulo yule alikuwa anaitwa mara ya kwanza aliitwa Sauli. Alivyokuwa Mkristo akabatizwa, akabadilisha jina, akaitwa Paulo. Huyo ndio mtu wa kwanza kuleta injili kwa mataifa. Ukisoma hapo kwenye sura ile ya 26 kitabu cha Matendo, utaona Paulo anasimulia pale kwamba Bwana alimtokea. Matendo sura ya 26, katika nuru ilikuwa ikiwaka, akamtuma kwa mataifa. Haleluya! Sasa Paulo ndio malaika wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Hebu nisome hiyo kuthibitisha. Ndio mtu wa kwanza kutumwa duniani kote. Yaani ikiwa na maana kwamba Mungu aliingia ndani ya Paulo akamtuma kuhubiri injili kwa mataifa mbalimbali. Wale wengine kabla ya Paulo kutokea walitumwa kwa taifa la Kiyahudi peke yao. Haleluya! Lakini Paulo ndio alitoa injili kwa Wayahudi akaleta kwa mataifa mengine. Hasa Paulo ndio malaika wa kwanza. Kuna malaika 7 waliotumwa duniani kote. Hao malaika 7 ambao ni nyota 7. Hao ndio roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Hao ndio mastaa wa Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Hebu nisome kidogo hapo. Kwenye kitabu kile cha Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize kwa makini uweze kufunguliwa kwenye kitabu kile cha Wagalatia sura ya 4 na mstari ule wa 14. Hapo nasoma, je, Paulo alikuwa ni malaika? Mstari wa 14 nitasoma kwa jina la Bwana. Paulo anasema hivi: na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlilipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Anasema bali mlilipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Kwa hiyo hapo Paulo anajifunua kwamba yeye ni malaika wa Mungu. Tena wakati anahubiri alisema sio mimi naoishi bali Kristo ndani yangu. Na tunajua kwamba ile nguzo ya moto iliwatokea wana wa Israeli. Maandiko anasema kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 10, nasema ule mwamba uliowafuata jangwani, sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza wa Korinto hapo, inasema ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Yaani ile nguzo ya moto ilikuwa inaongoza wana wa Israeli kule jangwani kwenda Kanaani. Ile nguzo ya moto wakati Musa aliuliza kwenye Kutoka sura ile ya 3, akasema niwaambie nani kanituma? Ile nguzo ya moto sauti ikitoka mle ikasema kaambie mimi niko amenituma kwenu. Yesu alivyokuja kwenye Yohana sura ya 8 na mstari wa 58, Yesu akasema kabla Ibrahimu kuwako mimi niko. Kwa hiyo mimi niko alimtokea Musa ndio Yesu Kristo wa Agano Jipya. Haleluya! Na akasema kwamba Ibrahimu, hapo ukisoma sura ya 8 kuanzia mstari wa 47 na kuendelea, Yesu anasema kwamba Ibrahimu alitamani kuona siku zangu na akaziona na akashangilia alivyoziona. Ukirudi kule unakuta kwenye Mwanzo sura ya 18 pale Ibrahimu anaona watu 3. Mmoja alikuwa ni Bwana, wawili kuwa malaika. Wale malaika wawili ndio walienda Sodoma kwenye Mwanzo sura ya 19. Haleluya! Pale Ibrahimu alikutana na Bwana akiwa kwenye umbo la kibinadamu. Ninyi ndugu mnasema ya kwamba Mungu katika Agano la Kale hakuwa mwanadamu, Yehova hakuwa mwanadamu. Siku ya leo mnafunuliwa kwamba huyu Yehova alikuja kwa Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 18. Alikuja kwa Ibrahimu akiwa na umbo la kibinadamu. Akala maziwa, akala mkate, akala na ndama iliyookwa, akiwa katika umbo la mwili wa kibinadamu. Haleluya!
Na hapo ndio inatimia ile Waebrania sura ya 13 mstari wa 2. Kuna maana kwa jinsi hii kuna wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Ibrahimu alikaribisha malaika kwa kujua, lakini watu wa Sodoma kwa Lutu walikuja malaika wawili, watu wa Sodoma walisema ni watu. Kwa sababu walikuwa waovu sana, waliwataka wale watu wawafanyie ubaya. Kwa hiyo Ibrahimu alikaribisha malaika akitambua walikuwa ni watu wa kawaida, tena walikuwa wachafu, wana vumbi. Ibrahimu akawapa maji waweze kunawa, akawakaribisha, akatulia kwenye mti, wakawa wanapiga stori. Haleluya! Ukitoka hapo ukisoma kwenye sura ile ya 14 kitabu cha Mwanzo, utakuta pale Yesu Kristo alikuja kama Melkisedeki. Ibrahimu akampa fungu la 10. Kwa hiyo katika kitabu cha Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 14 pamoja na sura ya 18, pale Mungu anatokea akiwa na umbo la kibinadamu, akiwa mwanadamu. Sura ya 18 alikula na kunywa. Haleluya! Alikunywa maziwa. Haleluya! Siku ya leo unafunuliwa Mungu. Sikiliza Injili upate kumjua Mungu. Kuna wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Na wewe ndugu yangu, inawezekana kila siku naomba ukutane na malaika. Kila siku naomba ukutane na Mungu. Kumbe Mungu anakutokea kila siku, lakini anakutokea kwenye umbo la kibinadamu. Na wewe unajua ni mwanadamu wa kawaida tu, lakini